Karibu mtazamaji wa Gift Online TV, ni kushukuru ambao umezidi kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Wewe ambaye bado, nikwambie haujachelewa, wakati sahihi ndo sasa hivi. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata mengi mazuri. Uongozi wa klabu ya Yanga umeonyesha dhati kwa kuendelea kuwatawala soka la ndani na kimataifa baada ya kuweka wazi kuwa imetenga bajeti ya shilingi bilioni 15 kwa ajili ya usajili wa wachezaji kuelekea msimu mpya. Akizungumzia kuhusu mpango huo, afisa habari wa Yanga Ali Kamwe alieleza kuwa rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said akithibitisha mfadhili wa timu hiyo kampuni GSM jukumu la kuhakikisha zoezi la usajili linakamilika kwa kiwango cha juu bila vikwazo vyovyote vya kifedha. Mfadhili wetu ni Said Mohamed GSM ametenga shilingi bilioni 15 kwa ajili ya usajili pekee. Kulikuwa na mchezaji mmoja ambaye awali alisita kujiunga nasi kutokana na matakwa makubwa ya kifedha, lakini dili hilo lilifanikiwa mara moja baada ya GSM kuridhia kugharamia kila kitu. Haya ni maneno ya kwake Kamwe. Lakini safu kali ya ushambuliaji ni mbali na bajeti hiyo kabambe. Kamwe ametoa hofu mashabiki wa Yanga kuhusu safu ya ushambuliaji wa timu hiyo kwa msimu ujao, akisisitiza kuwa klabu imesuka safu inayowapa furaha ukubwa uwanjani. Lakini miongoni mwa nyota wanaotarajiwa kubeba matumaini makubwa klabu hiyo katika kutetea mataji yao ni pamoja na Clement Mzize, Peter Shalulile, Mwijage Tua, lakini pia Alan Okello. Kamwe amewataka mashabiki waliokuwa na wasiwasi juu ya idadi ya uwezo wa washambuliaji kuwa na subira, kwani kikosi kilichopo kina ubora wa kutosha kushinda mechi zote na kufikia malengo ya klabu. Habari njema kuhusu majeraha ya Clement Mzize. Katika hatua nyingine, Yanga imetoa taarifa ya kutia moyo kuhusu maendeleo ya mshambuliaji wao Clement Mzize ambaye amekuwa nje ya uwanja akitibu majeraha, ingawa ripoti za awali za madaktari zinaonyesha kuwa Mzize angeweza kucheza tena ifikapo mwezi Disemba. Maendeleo ya matibabu yake yanaonyesha kuwa ataweza kurejea uwanjani mapema zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Uongozi wa Yanga unaamini kuwa wawekezaji huu mkubwa kwenye usajili, ukijumuisha na kurejea na nyota hao waliokuwa majeruhi, utafanya timu hiyo kuwa tishio kubwa zaidi kwenye mashindano ya ndani pamoja na ya kimataifa. Basi baki na Gift Online TV.